kupitia marhala takriban 4. Marhala ya kwanza, sehemu ya kwanza, ambapo anaishi mwanadamu tumboni kwa mama yake, anaishi kwa muda takriban wa miezi 9. Aghlab anaishi takriban kwa miezi 9. Baada ya hapo anazaliwa, lakini maisha yale ya tumboni huwa anayaridhia, anaona kama amefika katika maisha yale, anayaridhia. Baada ya hapo anazaliwa, akizaliwa ndio ile hali analia, maana kule alikotoka ameridhia yale maisha aliyokuwa nayo. Sasa anaangalia maisha gani tena mengine ambayo anapelekwa, na akiona dunia namna ilivyo, basi aona uzito. Ndio ile mshairi mmoja anasema kwamba waladatka ummuka ya ibn adam bakia wannasu hawlaka yadhakuna surura fahris ala amalin takuni idha baku fi yawmi mautika dhahika masrura, kwamba amekuzaa mama yako wewe mwanadamu hali walia wewe, wannasu hawlaka yadhakuna surura, na watu ambao wako pambizoni mwako wanacheka hali ya kufurahi. Kila mmoja afurahi kwa namna yake, nimepata mtoto, nimepata mjukuu, kwa namna yake kila mtu afurahi. Sasa fahris ala amalin, fanya pupa, fanya haraka kuendea matendo ya kheri. Idha batu fi yawmi, watakapolia siku ya kufa kwako wewe uwe dhahika masurura, mwenye kucheka hali ya kuwa unafurahi. Marhala ya kwanza, mwanadamu anaishi katika maisha. Sasa lazima uangalie, urudi nyuma. Bali yangu insan mimma khuliqa, atizame mwanadamu ameumbwa kupitia kitu gani? Khuliqa min ma'in dafiq, ameumbwa kutokana na maji dhalili, maji ambayo hata ukayaona hayana thamani. Ndio Al-Hasan al-Basri akisema kwamba tatakabbar ya ibn adam wa anta kharajta min sabili al-bawl marratayn. Wewe mwanadamu, wewe unajikweza, unakuwa na kiburi, unaacha kumcha Mola wako aliyekuumba, na hali ya kuwa wewe umetoka katika njia mbili ambazo hata kuzieleza ni mtihani. Kharajta min sabili al-bawl marratayn, umetoka katika njia ambazo kuzieleza ni kazi. Sasa kwa nini unakuwa na kiburi? Aliangalia insan mimma khuliqa, naangalia mwanadamu ameumbwa kupitia kitu gani, kutokana na kitu gani, ili usijifakharishe. Rudi nyuma, angalia umeumbwa kupitia kitu gani. Basi zile fahari zote utaachana nazo, utarudi kwa Mola wako aliyekuumba, utamcha Mwenyezi Mungu kwa kujua kwamba wewe si chochote. Wapenzi watukufu katika imani, tumcheni Mola wetu. Marhala ya kwanza. Marhala ya pili ni hapa duniani. Hapa duniani ni baina ya 60 na 70, umri ambao tutaishi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi ameelekeza hivi, mtu anaishi anasahau sasa kwamba kuna kufa, anaridhia maisha haya ya kidunia ambayo marhala ya pili, anaishi anakula starehe. Basi baada ya muda tena anaondoka, anatoka katika maisha ya kidunia, anaelekea katika maisha ya barzakh, maisha ya kaburini. Hiyo marhala ya tatu, sehemu ya tatu, kaburini. Sasa huku kote ulikopita itaangaliwa marhala ya kutengeneza ni hapa duniani. Hapa ndio sehemu ya kutengeneza tu. Ukiwa umetengeneza mema utalipwa mema, umetengeneza mabaya utalipwa mabaya. Aljazau min jinsi al-amali, malipo kwa jinsi ya amali yako ulivyoifanya. Amali ikiwa ni nzuri, malipo yatakuwa mazuri; ni mbaya, malipo ni mabaya. Bana hauwezi kupanda mahindi ukakula maharagwe, kile ulichokipanda ndio utakachokivuna. Kwa hiyo marhala hii, sehemu hii katika dunia ndio sehemu ya kutengeneza. Ukifika sasa kaburini, kuna maisha. Sehemu ya tatu hiyo, kuna maisha ya kaburini. Lile kaburi lile lina option mbili, imma an yakuna rawdatun min riyadil janna in atata, ima liwe bustani miongoni mwa mabustani ya pepo ikiwa umemtii Allah tabaraka wa taala, wa imma an yakuna hufratun min hufari niran in asaita, ima liwe ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto ikiwa umemwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo utaangalia wewe mwenyewe, je, haujapewa akili? Fanya si kuulizwe na Allah tabaraka wa taala.
ingekuwa sio akili, basi ingekuwa kama wanyama. Wanyama siku ya Kiyama, basi hukumu yao itapita, aliyemjeruhi mwenzake watalipizana, alafu habari imeisha, wanakuwa mchana. Lakini si wanadamu, maadamu tuna akili, hizi akili ndio tunaulizwa. Dhul aqli la yuqalu lahu tafakkar, mwenye akili haambiwi fikiria. Wa dhul aini la yuqalu lahu unzur, na mwenye macho haambiwi tizama. Maadamu una macho, tizama namna maisha yanavyoenda na dunia inavyoenda. Nakumbuka kwamba wewe umeumbwa na Allah tabaraka, na umeletwa duniani ili ufanye nini? Umeletwa ili ufanye ibada, kulima, kutafuta pesa. Hizi ni ziadati, lakini lengo kamili ni kumcha Allah tabaraka. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na binadamu, Mwenyezi Mungu anasema hivyo, isipokuwa lengo kufanya ibada. Maana sasa unaona kitu kwamba sisi tumeumbwa lengo hasa ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala, ni kurudi kwa Mola wetu. Marhala ya tatu, kaburini. Pale kaburini utaishi tena, maisha yataendelea pale. Ikiwa umefanya mambo mazuri hapa duniani, basi utaishi. Ikiwa umefanya mabaya, pia utaishi maisha mabaya pale kaburini. Baada ya hapo kuna marhala ya 4 ambayo ndio ya mwisho, marhala ya kufufuliwa. Tayari watu waelekea katika uwanja wa mahshar. Baada ya hapo kila mtu ahukumiwe na Allah tabaraka wa taala kwa mambo aliyoyafanya, imma fil janna wa imma fil nar, ima uwe wa peponi, ima uwe wa motoni. Kwa hiyo tusidanganyane tukasema kwamba mkifa habari imeisha. Hakuna habari kuisha. Jiulize wewe, umeumbwa kupitia kitu gani? Au umeishi vipi tumboni kwa mama yako? Ulikuwa ukiishi vipi? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Haya hapa duniani wajua wanaishi, inaonekana kaburini pia kuna maisha na utaishi pia, kwa sababu unafikiria nitaishi vipi wakati roho inatoka. Roho yatoka sawa, lakini ukija kwa hiyo hivyo basi kikubwa kujiandaa na safari hii, kwa sababu hakuna jinsi. Utaondoka tu, unataka hutaki utaenda. Sasa kama unataka hutaki utaenda, lengo nini? Jiandae. Kama vile ukisafiri, ukitoka hapa kwenda Dar es Salaam unaandaa nauli. Je, ukisafiri kwenda akhera nauli yako ni ipi? Nauli yako ni amali zako ambazo unazifanya. Ishi na watu vizuri, ndio miongoni mwa amali hizo. Ongea na watu vizuri, semezana na watu vizuri. Hata kukata ndugu, sio kumwambia ndugu yako tusalimiane, sio kumwambia ndugu yako usikike kwangu, sio kumwambia ndugu yako hata mimi nikifa wewe usijuane. Haina maana. Watu wawe kitu kimoja, maana hata hili la kusanyika hapa ni umoja. Ingekuwa sio umoja, basi kwenye mazishi haya usingeona, wangezika tu na familia. Kwa hiyo watu wawe wamoja, wamche Allah tabaraka wa taala. Ndimi zetu hizi tuzitumie vizuri, kuongea na watu vizuri, maana ulimi ni kiungo ambacho ni kilaini sana, lakini ni kiungo ambacho chatengeneza sana na kiungo ambacho chaharibu sana. Ulimi huu una uwezekano wa kutengeneza umma ukawa watu wote wanaelewana, na ulimi huu unaweza ukaharibu, ukawa nyoyo baina moyo na moyo zimevunjika, ukawa moyo hauna hamu tena. Ndimi hizi ndimi zitumiwe vizuri kwa ajili ya kumtaja Allah tabaraka. Maadamu utakufa, andaa mcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu maisha haya ya kidunia sio yenye kudumu, muda mfupi tu kila mtu ataondoka. Inama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkarun. Allah asema hivyo, mfano wa maisha haya ya kidunia, maisha ambayo tutajifakharisha nayo,
maisha ambayo mtu unajiona umefika, maisha ambayo wewe ukitembea unafaa kudansi kama umewekewa shoka. Unaona kwamba hapa ndio nimefika. Suruali unaweka chini ya makalio. Mfano wa maisha haya kama anzalnao ila sama, kama maji tu ambayo tunateremsha kutoka mbinguni. Maji hayo fakhtalata bihi nabatul ardh, yakachanganyikana na mimea ardhini. Mimma yaakulun nas wal an'am, miongoni mwa vile ambavyo wanakula watu na wanyama. Mvua zikanyesha, tukaotesha mahindi namna hii, majani yakaota, miongoni mwa vitu ambavyo wanatumia wanyama pia wanatumia watu. Hata idha akhadhat al-ardu zukhrufaha, mpaka ikachukua ardhi kipambo chake. Wazayyanat, na ikapambika kisawasawa. Ardhi ikachukua kipambo chake, mimea inayoota ya kijani, majani ya kijani. Sasa ardhi yote ikawa ni kijani, ikapambika kisawasawa. Wadhanna ahluha, na wakadhania watu wenye mimea hiyo annahum qadiruna alaiha, kwamba wao ni wenye uwezo wa. Yani wewe umepanda mahindi yako yamestawi vizuri, ukadhania kwamba wewe una uwezo juu ya hiyo mimea. Ataha, Mwenyezi Mungu asema ataha amruna laylan au nahara, ikaijilia hayo mazao hukumu yetu sehemu kidogo tu katika usiku au sehemu kidogo tu katika mchana. Faja'alnaha hasidan ka'an lam takun, tukayafanya kwamba ni yenye kuvunwa kana kwamba hayakuwa vizuri. Tukayafanya mambo na mahindi yako yakistawi. Wale wadudu ambao wanakula kila ndani, unakuta mwili hauna kitu. Sasa ndio mfano wa maisha ya kidunia. Maana wewe pia waweza ondoka tu muda mfupi ukadhania umefika, lakini kumbe haujafika. Unaweza kuondoka. Kadhalika nafasilu ayati liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu anasema kwa namna hiyo tunazipambanua, tunaziweka wazi aya zetu, ishara zetu kwa wale watu wenye fikra. Kwa yule mtu ambaye anafikiria kwamba mimi nilikuwa nini na sasa hivi nikoje na nilitoka wapi. Maana unatakiwa kila mwenye akili ajiulize maswali haya matatu. Aina kunta, ukiuliza ulikuwa wapi? Wa aina al-ana, na uko wapi sasa hivi? Wa aina tadhhab, na wapi unaelekea? Jiulize tu maswali matatu. Ulikuwa wapi? Na uko wapi sasa? Na unaelekea wapi? Badala ya kujiuliza maswali hayo, basi wewe utarudi moja kwa moja kwa Mola wako aliyekuumba. Tuacheni ujanja. Turudi kwa Mwenyezi Mungu aliyetuumba. Tusijifanye tumefika. Maadamu kufa ni wajibu, basi mcha Allah subhanahu wa ta'ala. Idha nazala al-qada'u 'ala al-'ubayd, pindi yakishuka mauti kwa wajibu, fala shay'un yaqihi min at-tawa, hakuna kitu chochote ambacho kitakuzuia wewe kutoka. Yani ukifikia wewe, basi ule muda ukifika, hakuna kitu chochote kitakuzuia ili usife. Ndugu zako hawatakuzuia, hata wanakupenda vipi. Tena ukifa tu, angalia thamani pale inatoweka. Umekufa, mtoe kwenye godoro hilo. Umenunua kitanda chako mwenyewe, godoro lako mwenyewe. Umejenga nyumba nzuri, mtoe hapo kwenye godoro. Basi mweke kwenye chaga. Angalia hauna thamani tena. Hauna thamani. Na nguo pia zavuliwa. Nguo zako za thamani zinavuliwa. Mwekeni tu kitambaa cheupe ambacho kina thamani kingine kama hizo nguo. Sasa hapo wewe una kitu kiko wapi? Ulikuwa unaweza kuvaa mwenyewe nguo zako, lakini haukai tena mwenyewe. Unavalishwa. Ulikuwa unaweza kufanya mambo yako ya kheri, kusimamia familia yako na mengine, lakini tena huwezi. Subhanallah. Jamani, turudini kwa Allah tabaraka wa taala. Tusiwe tunasikiliza mawaidha ya mazoea kwamba yanasemwa. Chukua, ingiza katika akili kwamba je, mbona mimi sibadiliki? Na mawaidha yazungumzwa kila nyakati. Basi ukiwa haubadiliki, jua kwamba moyo wako unaitwa qalbul qasi, moyo uliosusua, moyo mgumu. Moyo huo utakaje vizuri? Moyo huo uanze kujisukuma kwenda katika ibada.
kwa sababu nafsi, an-nafsu katifli, nafsi ni kama kijana mdogo, in tuhmilhu shabba ala hubbi radai wa in taftimhu yanfatir. Nafsi ni kama kijana mdogo, ukimwacha tu anaota mvi akiwa anakwenda kunyuma. Yaani mathalani sisi vijana wote hata na wazee, laiti mama zetu wasingetukataza kunyonya, tungekuwa tunanyonya mpaka sasa. Huo ndio mfano wa nafsi. Bimaana nakusudiaje? Nafsi ukizoesha kwenye ibada yazoea, na ukikataza yazoea kukatazika. Yaani ukizoesha waenda kwenye ibada, unafanya ibada vizuri, nafsi yako pia yazoea kufanya ibada. Ukikataza unazoea na hali hiyo, unaishi na hali hiyo mpaka mauti yanakukuta. Alafu sasa mauti yakikukuta unajuta. Ya laitani, ole wangu, lau faaltu kadha wa kadha, laiti ningefanya hivi na hivi. Unalalamika, ya laita shababa yaudu yauma, laiti ujana ungekuwa unarudi hata siku moja. La faaltu kadha wa kadha, ningefanya saa ngapi? Huu wakati ambao uko nao ni fursa dhahabia, ni fursa ya sababu kila mmoja atakuza na wakati wake ambao alikuwa nao umemuondoka. Siendelee sana, sababu msemaji anasema ya kwamba khairul kalami